إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا أيتها الأخوات وأمهات وبنات المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Wapenzi mama zangu na dada zangu Waislamu, kwanza tumshukuru Allah tabarak wa taala kutupa uhai. Hii ni neema kubwa, na alhamdulillah tukaendelea kuishi ndani ya Ramadhani mpaka leo tuko mwisho. Tumuomba Allah kwa neema yake na fadhila zake na rehema yake atujalie ni wenye kukamilisha mwezi wa Ramadhani, kwa sababu katika mambo ambayo Muislamu anatakikana ayafurahie ni pale anapopata fursa ya kuwa karibu na Mola wake. Ibn al-Jawzi rahimahullah asema, wale walio makaburini lau waulizwa mwatamani nini, watasema tutatamani siku moja. Madha tatamannaun, la yaqulun natamanna yawman min Ramadhan, tutatamani turegeshwe duniani siku moja tu katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ya malipo makubwa na kheri nyingi wanazoziona kwa sababu ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Allahu tabarak wa taala katuumba sisi viumbe dhaifu, viumbe ambavyo havina muda mrefu katika dunia hii. Kuna umma mwingine ulipita, watu wenye 1000, watu wenye 800, lakini sisi ni miaka 60 na 70. Hakuna ziada. Ukipata zaidi ya miaka 70, basi jua wewe wakalia deposit, ushamaliza rent yako. Wakati wote nyumba yako itakuwa kufuli. Ina maana kwamba muda wetu wa kuishi ni mfupi sana, lakini Allah tabaraka wa taala kwa rehema yake katuwekea ibada, katuwekea nyakati fulani, muda fulani ambao kwa zama hizo na muda huo unafaidika kuongeza amali kushinda wale walokaa miaka mirefu. Chukulia tu ibada hii ya Lailatul Qadri. Yani lau utaupata usiku mmoja katika hizi siku 10 ukadiriki Lailatul Qadri, unaandikiwa miaka umefanya amali non stop bila kusimama. Kuna kulala, kuna kula, kuna chochote. Ni kama ulikuwa ukifanya amali mfululizo miaka 83 na miezi 4. Sasa amali hii ya miaka 83 ukiangalia, hata yule aloishi miaka 200, 300 hawezi kuifikia. Manake ukigawa wakati wa kulala, wakati wa kula, wakati wa kutafuta riziki, huwezi kupata mtu miaka 83 amesimama yuwaswali tu, au miaka 83 yasoma Qur'ani, au miaka 83 amtaja Allah tabarak wa taala. Haiwezekani. Au miaka 83 atoa sadaka tu, haiwezekani. Lakini Allah amekuwekea kwa sehemu ya siku. Yani wewe baada al-maghrib ukafanya baada al-isha
ukafanya ibada yoyote, salatu tarawih, ukaiswali tarawih mpaka mwisho wa imamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, mwenye kusimama pamoja na imamu akaswali tarawih mpaka imamu akamaliza akaondoka, basi unaandikiwa thawabu kama umeswali usiku mzima. Ni fursa hata wale ambao labda hawezi kwenda kukesha usiku mzima, la baada Lailatul Qadri inaanza magharibi, usiku ukiingia malaika wanashuka kwenye ardhi hii. Sasa ibada utakazozifanya za sunna, na ibada ya sunna inaanza baada al-isha, ndio tarawih inaanza. Kwa hivyo huna nafasi ya kuamka usiku, lakini ukahakikisha umeswali tarawih mpaka ukamaliza, basi unaandikiwa. Huna nafasi, huna uwezo wa kuswali, ukakaa tu nyumbani kwako kitandani umelala, huku asema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100 anaandikiwa ameacha huri watumwa 10. Wakati ule ilikuwa ndio mtu kuwa na mtumwa ni tajiri, mtumwa mmoja kumwacha huri. Lakini ukisema mara 100 hiyo ni kama ulioacha watumwa huri 10. Na asema mtumwa mmoja ukimwacha huri ni kwamba atakuweka wewe mbali na moto. Sasa utakuwa ni min utaqa minan nar, yani wewe huingi mmoja. Je, ukipata 10, je ukasema sasa ile 10 ikafikiwa na Lailatul Qadri ifanyie mara 80, miaka 83, utakuta ni kama umesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mara 300. Na sasa wewe umekuwa huri miaka yako ni 60, 70, 80, lakini umetengwa na moto mara 300, miaka 300 ingi moto. Faida yake. Kwa hivyo tunaposema fursa, ofa hizi zilotolewa na Fahati, ni kwamba kazi yake ni kukuongezea wewe malipo, na usilazimishe au usivunjike moyo kwa kuwa mimi hili siwezi. Muislamu hakosi fursa ya kuwa karibu na Allah. Leo alfajiri mmesoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusomea waumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kusema maneno matatu, akasema la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, kuffirat anhu khatayahu walau kanat zubadul bahri. Maneno mepesi, la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ukisema maneno haya unafutiwa dhambi zako hata kama ni nyingi kuliko povu la bahari. Tunajua bahari imechukua sehemu ngapi katika ulimwengu wetu? Ndiyo, sehemu kubwa zaidi ya ulimwengu ni bahari, lakini lile povu lilioko baharini ikawa ndio idadi ya dhambi zako, na wewe ukasema maneno haya la ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, unafutiwa dhambi kiasi hicho. Ni dalili kwamba Allah tabarak wa taala kwa huruma yake, yeye ametuumba sisi ni wake, ndiye mlezi wetu, Rabbul Alamin, ndiye anayetulea. Kwa huruma yake hataki sisi twende motoni. Ukweli ni kwamba hataki sisi twende motoni. Sasa ni wewe mwenyewe uvumilie kwenda motoni. Ndio Qur'an Allah auliza fama asbarahum ala nar, fama asbarahum ala nar, ni jambo gani linawapa subra wakavumilia kuingia motoni? Kwa sababu mambo ya kukutenga wewe na moto mengi sana, ni mengi sana. Adhkari ni nyingi kama tunavyofundishwa, na subhanallah, Allah kutaka wewe ulete adhkari kwa wingi, kaifanya katika amali ya kimya ni dhikri. Amali ya kimya ni dhikri, kumtaja Allah. Qur'ani imetufundisha tuseme kwa sauti ya chini, kwa nafsi yako, ujisikizishe mwenyewe tu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna aljahri min alqawl. Allah asema mtaje Mola wako kwa unyenyekevu na kwa kuficha,
bila kutoa sauti nje. Hikma yake ni nini? Kwa sababu Allah ataka tumtaje sana. Wadhkurullaha dhikran kathira, Allah sema mtajeni Allah kwa wingi. Lau ingekuwa ni kwa sauti, mara nyingi kuna sehemu nyingi hungeweza kumtaja Allah kwa sauti kila mahali. Watembea barabarani eti huku la ilaha illa Allah, watu wangekupeleka, ingekuwa Kenya ungepelekwa Potrizi Mombasa au Madhare, hospitali maalumu za mental, sijui huku iko wapi, kwa sababu. Lakini Allah angalia, kwa kuataka kila sehemu umtaje Allah, akakwambia utaje kwa siri, kwa sababu kwa siri popote ulipo. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, wanaomtaja Allah wakiwa wamesimama, wanatembea, wakiwa wamekaa, uko ofisini, uko wapi, unaweza kumtaja Allah. Ikiwa umelala chumbani kwako, unamtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo yote haya ni kuwa Allah anatupenda, katuwekea hizi ofa ili ule umri wetu mdogo fupi, lakini uweze kufaidika na malipo makubwa, ili tuweze kuingia katika rehema ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu Allah hapa duniani rehema yake imemkunjukia kila mtu, mwema na muovu hapa duniani wanafaidika na rehema ya Allah. Ndio utakuta watu wote wanaishi, wanakula, wanatumia hewa, kila kitu wanafanya. Lakini akhira hii rehema ya Allah itakatika, itakwenda kwa waumini peke yake, kwa wacha Mungu peke yake. Allah asema inna rahmati wasi'at kulla shay fasaaktubuha lilladhina yattaqun. Rehema ya Allah imekunjukia kila kitu. Leo waweza kujiona jitu kafiri, mtu muovu, lakini ukamkuta lina nguvu, ana afya, pengine ana mali, pengine ana kile na kile, lakini Allah ajua fa umatti'uhu qalila thumma tarruhu ila jahannam. Hapa duniani ni muda mfupi sana, kwa hivyo Allah anamwachia, anampa starehe zake za dunia kwa sababu ni muda mfupi. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya dunia hayafiki saa moja mbele ya Allah. Haya maisha yetu duniani, tukirudi akhira, wewe umempiga vita Mungu kwa dakika tu, hujampiga vita kwa muda mrefu. Kwa sababu asema fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, siku mbele za Allah, siku ya Allah, siku za akhira kule, siku moja ni miaka 1000 duniani. Yani wewe hapa duniani ukiishi miaka 1000, siku ya kiyama kule utakuwa umeishi siku moja. Nani aishi miaka 1000? Jana tulipiga hesabu, mtu akiishi miaka 70, wewe umekorofisha, umefanya madhambi haya na haya, lakini hujamkera chochote Allah, ni siku ya kiyama utakuwa kama duniani uliishi dakika 16. Sasa fikiria dakika 16 zikuharibie maisha ya milele. Kule hakuna ni unlimited life, hakuna muda maalum kwamba kiwango, hapana. Kule ni maisha abadi ya milele. Wewe hapa ukicheza kwa dakika zako 16, na hizo 16 si zote umecheza, kuna nyingine umeugua, kuna nyingine umepata hili, pengine ulimkera Allah kwa dakika 10 tu, lakini wenda kupoteza maisha ya milele, khalidina fiha abada. Kwa hivyo muumini atakikana sana afikirie masala haya, kwamba tunaposema muda wetu ni mfupi, si ufupi kwamba ungekuwa afadhali ni mfupi hapa na kule, iwe hapa 70 na kule 70, lakini hapa ikiwa 70 kule ni dakika 16. Hivi wewe utakubali ukachomwe milele kwa dakika 16? Wewe ukubali ukaingie kwenye adhabu kali, adhabu ya moto, sio mchezo. Ibn al-Jawzi rahimahullah asema moto wa jahannam ulivyo mbaya, ulivyo mkali zaidi, ulivyo hatari zaidi, lau mtu atatumbukizwa kwenye moto nukta moja tu, aingizwe motoni alafu atolewe,
baada ya kutolewa aregeshwe duniani, watakayemwona watakufa, sio yeye. Watakayemshuhudia mtu yule anayetoka motoni watakufa kwa harufu mbaya aliyoibeba na sura mbaya za kutisha. Atakayepambana naye atakufa. Jamani, huu umri wetu tupoteze dakika 16, na wengi hatujui, hatufiki hizo 16. Leo kwa ulimwengu tunaoishi, ukifika miaka 70 wewe ushakwisha, huna nguvu tena, maradhi yamekuzunguka ya kila aina. Kwa hivyo labda zako ni dakika 10, dakika 8, upoteze maisha milele, maisha ya neema, maisha ya janna, khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Allah tabarak wa taala sema watu watakaoingia janna watakaa milele, ni makao mazuri sana yenye utulivu. Unajua janna yako mtu mmoja, lao wewe utakuwa na sitting room kama hii, watu watashangaa, huyu jamaa kichani ni sitting room lote lile, apoteza nafasi, angetoa room ngapi? Janna upana wake ni upana wa mbingu na ardhi kwa mtu mmoja. Yani janna yako ni ploti ya upana wa mbingu na ardhi, ndio nafasi ya janna yako ya mtu mmoja. Sasa vipi uipoteze hii nafasi kwa vijidakika 10, 12? Fursa hizi zikitokea tuzitumie vizuri, tutumie vizuri, kwa sababu sisi ni madhaifu sana. Sisi ni mafukara, tuna haja kubwa kwa Allah. Sisi ni wanyonge sana. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, enyi watu nyinyi ni mafukara, ni wanyonge, ni wenye haja kwa Allah tabaraka wa taala. Na kwa nini tusiwe hivyo dhaifu, na hali kila tunachotumia tunamtegemea Allah, kinatoka kwa Allah. Leo tumekaa hapa twatumia hewa hii hewa, ukinyimwa hakuna mtu tena. Lau utapewa sababu za kuwa mapafu yako hayatapokea hii hewa, wewe huna uhai. Na lau itakosekana hewa, hakuna tabaki hai. Lakini twaitumia bure hii, hatuilipii. Kwa siku wanasema unatumia lita 700 za oxygen. Kwa siku unatumia lita 700 za oxygen. Nani angenunua? Na kuna mtu kweli angenunua lita 700 kila siku? Haingewezekana. Hakuna angeweza kununua hiyo, ingekuwa ni ngumu. Sisi nyinyi adra mimi ununua ile gesi ya kupikia nyumbani, sijui lita 6 na nini. Lau itatumika mapema iishe kabla mwezi pengine au siku 20, unagombana na watoto wako au mumeo zagombana nawe, watumia gesi vibaya bwana, na lita 6 tu, domestic war itaanza, vita nyumbani. Tumeelewana? Tena pengine mwezi au siku 20. Sasa lita 700 kila siku, hizi za Allah wazitumia bure. Na lau utazikosa hizi, hakuna uhai. Miaka nyuma kuliingia ile ugonjwa unaitwa corona. Tatizo lake lilikuwa nini? Ni hewa. Huwezi kupumua vizuri, basi ndio tatizo lake. Wewe waugua, ikipimwa oksijeni yako iko 60, iko 70, unaona mauti. Unayaona mauti. Wale walogua wajua. Mimi ni mmoja, nimeugua sana corona. Nakumbuka kuna siku usiku saa 8 ya usiku nilijiona nafa. Manake huwezi kuvuta pumzi wala kutoa pumzi. Nakumbuka na binti yangu asoma, anambia hii iko 60, iko 62. Nikaona nafa. Subhanallah. Wajua dawa ilikuwa nini? Nilimwambia chukua simu yangu. Siwezi kuongea, naongea kwa ishara. Huna pumzi, hewa kabisa.
Akachukua simu, nikamwambia hebu angalia kama kuna watu kuna message za watu wana matatizo. Akaangalia akanambia ziko 3 hapa. Kuna mama mmoja ataka mtoto wake kumtoa shule, zimefungwa kwa ajili ya corona, mtoto yatima, sasa atakumregesha nyumbani. Mwingine hivi, mwingine ataka dawa. Nikamwambia haya, angalia pesa zilizopo pale. Akawatumia, ikaimbaki 1500 ya Kenya. Akasema yaba, kwa nini wafanya hivyo? Nikamwambia Qur'ani yatuambia mtu anapokuwa iwafa kitu atatamani ni kutoa sadaka kwa uchungu wa mauti. Sitaki anifikie nitamani, nitangulize kabla mauti hayajakuja. Wanambia lakini wewe una hakika gani kuwa utakufa? Je, kama ukufa? Nikamwambia Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, jitibuni magonjwa yenu kwa kutoa sadaka. Mimi naona hiyo ndio ilikuwa sababu ya kupona. Tuko pamoja? Yani Allah kuwekea hizi amali ukizifanya zina faida duniani na akhira. Baada hapo nilipoteza fahamu siku 18. Lakini ilikuwa ndio tiba. Ile sadaka ndogo, pesa isiyofika pengine hata 200,000 ya Kenya ya Tanzania ifiki. Lakini alhamdulillah nasema ni sababu. Kwa hivyo kila amali ya khairi ukiifanya ni kwa faida yako, si kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah ufalme wake haongezeki kwa wewe kuwa mcha Mungu, haongezeki kwa wewe kufanya khairi yoyote. Ukiswali, ukitoa sadaka, huzidishi chochote katika ufalme wa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ni malikul mulk. Lakini wewe una faida za duniani na akhira kwa kufanya amali za khairi. Kithirisha kumtaja Allah tabaraka wa taala. Adhkari hizi ndio amali nyepesi. Hakuna haja kuwa na udhu, hakuna haja kuwa tahara, hauna haja kulekea kibla, hauna haja kuwa msikitini. Popote ulipo, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Asubuhi na jioni mtaje Allah tabaraka wa taala. Ulimwengu una hatari nyingi, hasa kwenu nyinyi wanawake. Katika utafiti ulioko, hakuna washirikina wengi kama wanawake. Wasema idadi ya washirikina katika ulimwengu wetu wa Kiislamu, wanawake ni wengi sana. Kwa jambo dogo linamuingia kwenye jicho na anamdhuru mwenzake. Na hakuna kitu chenye kupambana na ushirikina unapotumwa kwako isipokuwa dhikri. Kama ni mtu wa kumtaja Allah kila mara, wallahi ile dhikri inapambana. Dhikri inapambana. Ni tukio limetokea hii wiki. Kuna mtu amepigiwa simu, mimi na tatizo hili na hili na hili na hili, na watoto wangu nataka waende wakasome sijui nini, sina uwezo, nitafutie. Aliambiwa tatizo hili, akasema huu ni wakati wa swala, tutazungumza baada ya tarawih. Nitakupigia simu, nitakutafuta, hii ndio namba yako. Baada ya tarawih yule akaona amechelewa, wakati huu siwezi piga simu, pengine mtu Alipolala yule akaona vituko vikubwa sana, watu wamekuja wamfanyaje. Akishtuka kuna message yenyewe ni WhatsApp audio. Akifungua ni yule alomwambia ana matatizo takatuzungumze, amwambia mtu tayari ujamaa ashaingia kwenye line. Huyu jamaa, huyu shekhe jina lake aitwa hivi na hivi na hivi na hivi, patiliza haraka. Patiliza, tutatumia sauti yake kumwangamiza. Amtumia yule mchawi mwenzake, message ikarudi kwa nani? Kwa yule mwenye kufanyiwa uchawi. Yule akaisikiliza, akamregeshea, akamwambia vipi, hebu isikilize hiyo message. Aliposikiliza yualia, pole, samahani, ni shetani. Amwambia Ramadhani wa shetani wamfungwa. Tumena mimi sikukusudia wewe, ilikuwa ni mtu mwingi.
Vipi mtu mwingine? Wewe wasema shekhe paka ataja jina langu. Sasa haya ni mambo yako ulimwenguni, na hatuwezi kujiepusha na shari hizi ila kuwa wazuri. Moja katika jambo muhimu kwa muumini ni adhkar, kumtaja nani? Allah tabarak wa taala kwa wingi. Tumtajeni sana, kwa sababu roho nzuri zimekuwa chache sana. Watu wengi maskini kwa kutokuwa na imani ya Allah tabarak wa taala wamekuwa na hasad, wamejenga kitu kutoridhika. Sasa haridhiki yake alionayo mpaka haridhiki kwa hali ya mwingine, kinachopatikana ndani yake ni matatizo kama haya. Kwa hivyo adhkari ni kitu muhimu sana, na adhkar ndio fursa yako mtoto wa kike, kwa sababu kwa hali zozote, hata kama huna tohara, unafaa kumtaja nani? Allah. Tuna adhkari za asubuhi na jioni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazifundisha, tuzitumieni hizi. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala atupenda, na ni kawaida kila mlezi humpenda anayemlea. Wewe mwanawe unampenda sana, Allah anatulea sisi, ni Rabbul Alamin. Kwa hivyo kwa mapenzi yake katuletea hizi ibada ili tufaidike nazo, tusipoteze fursa. Na Ramadhan katuhimiza kwenye ibada ili tuzoee ibada. Isiwe mfumo wako wa ibada ni Ramadhani ikiisha wasema alhamdulillah, tungojea mwakani tena, ya mwaka huu tushayaona. Hapana, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah asema muabudu Mola wako mpaka pale mauti yatakapokujia, kwa sababu wewe ujue kwamba wakati wote uko kwenye dhamana ya Allah, na unapoacha ibada umejiweka kando na Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kusali alfajiri, swala ya alfajiri kwa wakati wake, anakuwa yuko kwenye dhamana ya Allah. Sasa we kama hukusali alfajiri, Allah amekuachia mkono. Kukiwa na mchawi ni yeye, utapambana naye. Kukiwa na jini utapambana naye. Kukiwa na nani. Leo angalia matatizo yaliyoko. Watu wengi wana matatizo ya kupatwa na sihri, ya kupatwa na hasad aini, ya kupatwa na shetani. Kwa nini? Kwa sababu tumejiweka kando na Allah. Allah akwambia njia moja ya kuwa karibu naye, asjud waqtarib. Fasjud waqtarib, msujudie sana Allah. Ukimsujudia Allah, waqtarib, utakuwa karibu na Allah. Ukiacha ibada, wewe utakuwa mbali na nani? Na Allah. Ukijiweka mbali, basi ujue wako maadui wengi katika ardhi hii ambao hawaipendi safari yako, na watakushambulia kwa sababu huna mlinzi. Hatuna mwenye kutulinda sisi ila ni Allah. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah tabarak wa taala asema katika Qur'an, hakika Allah ndiye anayemlinda, anayemtetea yule ambaye amekuwa na imani. Yudafi'u 'anil ladhina, kama imani yako haipo, Allah hana haja na wewe. Kwa hivyo ni dharura kutumia fursa hii, na tumewekewa siku hizi. Subhanallah, angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alivyo mwalimu mzuri katika maisha yetu. Katuwekea ibada kwa viwango fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yule atakayefunga Ramadhani kwa kuamini Allah na kuamini siku malipo, basi huyu atasamehewa madhambi ya mwaka mzima. Hii ni ofa. Mwaka mzima umefanya mangapi? Kuna dhambi nyingine wewe hata hujui kama ni dhambi, waona vitu vidogo tu, lakini ni dhambi, zimejaa katika maisha yako. Lakini kwa hii saumu ya mwezi mmoja zinafuta. Na si saumu tu, Allah amekuwekea ikusaidie. Kuna ofa ya siku, kuna dhambi zafutwa kwa siku, kuna ofa ya wiki, kuna ofa ya mwezi, kuna ofa ya umri wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema as-salawatul khams, sala tano hizi kila ukiswali
zinakufutia dhambi zilizopatikana kati ya swala ile na ile ya nyuma. Na dhambi ndio zinakaribisha waovu, mashetani, na kiasi ukiwa na uchafu ndio wanakuwa karibu na wewe. Na hakuna uchafu mbaya kama uchafu wa dhambi. Sisi tunataka mpaka tuweka chemical kujisugua ili tuwe wasafi, lakini ndani ya mioyo yetu tumejaa uchafu, hatutaki kuutoa. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a, kuna dhambi inafutwa kwa Ijumaa wiki nzima. Swala ya Ijumaa inafuta dhambi za wiki mzima. Wa Ramadhan ila Ramadhan, saumu ya Ramadhan inafuta dhambi za mwaka mzima. Na kuna dhambi au ofa ya kufuta dhambi maisha yako yote, nao ni amali ya haji. Hajjun mabrun, man hajja hajjan mabrura raja'a ka yawmin waladathu ummu. Mtu atakapokwenda kuhiji vizuri, hija ya kisheria, kwa sababu siku hizi pia hija zimekuwa ni vitu fashion tu, watu wanahiji utakuta ile hija yake haina uchamungu ndani. Yale makosa ambayo hatakikani kuyafanya yote anayo yeye, lakini muhimu ajulikane na yeye ameenda haji. La, hajju mabrur lazima iwe ni hija iliyo mzuri na umridhisha Allah tabaraka wa taala. Sasa nyingine waweza kuwa kwenye safari ya haji, uko kwenye ndege ile, ukaona vituko vilioko pale mpaka ukatishika. Kweli hao waenda kufanya nini hao? Sasa angalia wakati wa kurudi mtu yule ni mara 10 ya vituko vile. Hii sio haji. Lakini ukihiji hija ya kisheria, unarudi kwenu kama ulivyozaliwa na mama. Dhambi za maisha yako, umehiji una miaka 50, dhambi za miaka 50 yote zimefutwa. Zote hizi ni ofa Allah tabarak wa taala atuwekea kwa ajili ya umri wetu mzuri. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyokufundisha ibada ya saumu, kakufundisha na ibada uzoee, ibada ya kusali usiku qiyamul layl. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kusimama katika mwezi wa Ramadhan kwa kusali katika usiku wa Ramadhan hufutiwa dhambi zake zilizotangulia. Labda bado miji dhambi yako ni mingi, kakuongezea man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ni mfano mtu nguo yake imeingia doa fulani, akachukua maji, nywa chai kamwagikia, akachukua maji akajaribu kusugua pale, haikutoka, ataongeza sabuni, haikutoka, ataongeza jiki. Yote hii lengo ile nguo ipate kuwa nini? Safi. Lakini pia somo la pili ni kwamba uzoee. Mwezi mzima umefunzwa ibada, mwezi mzima umejiepusha na machafu, husengenyi, hutusi mtu, unaheshimu watu, hufanyi baya lile, umekimbia baya lile kwa mwezi mzima. Mimi nina mfano usema, lau utaenda nunua kuku atakumfuga mpya, umfungie siku 3, atafanya nini? Atazoea, au sio? Siku 3 tumfungie, baada ya siku 3 ukimfungua ashajua kwetu ni hapa, haendi tena kwingine. Sasa Allah akatuletea ibada ya kujifunga na ibada mwezi mzima. Wewe baada ya Ramadhani usipozoea kuswali, usipozoea kuleta dhikri, usipozoea kusoma Qur'ani, usipozoea kutoa sadaka, wewe na kuku nani bora? Nani astahiki aliwe? Kuku kazoea kwa siku ngapi? 3. Wewe kwa mara 10, 3 mara 10 30, hukuzoea. Wewe ndio wakuliwa, usile kuku. Sawa? Ramadhani katika kazi yake moja imekuja kutufunza, kutupa mazoea ya kufanya kheri. Sio asema tumbakisha siku 2, tutapumzika sasa hivi. Utapumzika. Kumbuka masahaba tu, wacha hao manabii wengine. Masahaba mpaka leo wako ndani ya kaburi. Miaka 1445 wako kaburini. Jamani, kuna muda mrefu wa wewe kuacha kufanya amali, lakini kumbuka kule kaburini wanafaidika na zile amali chache walizozifanya hapa wapi? Duniani. Vyote viliwakimbia. Hakuna ndugu wala marafiki walikubali kuingia nao kule kaburini, isipokuwa
amali zao ndio zimekaa na wao sahihi. Wanafaidika na swala zao, wanafaidika na sadaka zao, wanafaidika na saumu yao, wanafaidika na dhikri zao, kumtaja kwao Allah, wanafaidika na kila kheri walokuwa wakiifanya katika maisha. Ndio sasa kule kabrini wewe tu uacho kwenye nyumba iko peke yake mahali msituni, mwenzako rafiki yako akuite, mimi nasafiri nitaka uje ubaki hapa nyumbani kwangu. Jumba hujalilizoea, alafu kwa bahati mzuri ukiingia tu usiku moto umepotea, liko giza, utakuwaje? Hofu yako. Sasa hiyo ni nyumba. Je, kaburi shimo? Shimo dogo sana, limepimwa kiasi yako, halina nafasi, hata huwezi kujigeuza huku wala huku, vile ulivyowekwa ni pale pale. Alafu uletewe fahamu, roho, ujue niko wapi, kitishio chake ni kiasi gani, utatishika vipi? Lakini sala ndio itakuja itakutolea uoga, sadaka yako ndio itaingiza mwangaza katika kaburi, Qur'ani yako ndio itakuwa rafiki na kubembeleza, ibada ile na ile, zile ibada ndio zitabaki na wewe. Jamani, kaburi yatisha, kaburi yatisha. Mmoja, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ambaye Sayyidina Uthman Mtume kambashiria pepo, Mtume kampa ruhusa kwamba Uthman kuanzia sasa hana dhambi itakaompata kwa wema aliofanya Sayyidina Uthman, matukio makubwa. Sayyidina Uthman ndiye alodhamini msafara wa vita vyote, msafara wa Mtume, akatoa mali yake akausafirisha. Sayyidina Uthman, Madina kulikuwa na kisima kimoja. Kile kisima kilikuwa ni cha Myahudi. Myahudi akiwapandishia bei Waislamu kila siku watu wa Madina, wengine wakitaabika kupata maji ya kunywa. Sayyidina Uthman akamfuata Myahudi anunue kisima kile. Myahudi akamwambia, labda tugawanyiane, nitakuuzia nusu ya kisima. Utaniuzia vipi nusu? Siku moja itakuwa ni yangu, siku moja yako. Sayyidina Uthman akanunua, kwa hikma yake akanunua. Kuna watu waliona labda huyu vipi utanunuaje kisima nusu? Sasa siku moja Myahudi ni yake auze maji, na siku moja Sayyidina Uthman auze maji. Siku ya Sayyidina Uthman akawa anatoa maji bure. Sasa wale wanyonge wanabeba maji ya wiki, ikawa hakuna mnyonge maskini anaopata tabu ya nini? Ya maji. Ikafika mahali mpaka ule Myahudi akaona siku yake hauzi, manake watu wakichota leo wanachotea leo na kesho kutwa. Akamwambia Uthman, afadhali nikuuzie chote sasa. Akamwambia sawa. Akakinunua kisima, kikawa ndio maji ya watu wote wa Madina radhiyallahu anhu. Huu ndio wema wa Sayyidina Uthman. Lakini Sayyidina Uthman huyu alikuwa akienda kuzika, akiliona kaburi yualia mpaka azimia. Akaulizwa, kinachokufanya ulie mpaka uregeshwe na mikono nyumbani ni nini? Asema, innahu awwalu manzila min manazil akhirah. Kaburi linatisha, kaburi linatisha, kwa sababu ndiyo nyumba ya kwanza katika nyumba za akhira, inaanzia kaburi, na vituko vyote vinaanza kaburini. Kaburi hili hatuwezi kuliepuka, hakuna ambaye ataweza kulikimbia kaburi. Innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Natoa kisa kimoja cha maisha yetu yalivyo mafupi na hatari zilizotukabili. Maisha yetu yote yamebebwa na ndoto ya kijana mmoja. Aliota yuko usingizini, amelala akaota yuko kwenye msitu mkubwa anatembea. Mara akasikia vishindo nyuma yake, akizunguka akaona simba anamfukuza. Yule simba mbio zake bila shaka atamfikia huyu kijana, kila anavyokimbia simba yuko karibu. Kwa bahati mzuri akaona mti umefungwa kamba inaning'inia. Yule kijana akasema, hiki ni kisima.
akairukia ile kamba, na kweli ilikuwa kisima. Akashuka nacho chini, simba akifika hawezi tena kumfikia. Lakini yuashuka chini, akasikia kiumbe cha hema na sauti ya nguvu sana. Akimwangalia ni nyoka amefungua mdomo. Subhanallah, juu simba, chini nyoka anamsubiri amefungua mdomo wake. Yule kijana akaziwia kamba ile, akafunga breki, akasubirisha ili simba akate tamaa ende zake. Kwa muda mrefu akashikilia, akaona sahihi huyu simba hayupo tena, ashakata tamaa, amekwenda. Akainua macho kuangalia, kaona kuna panya wawili, mmoja mweusi mmoja mweupe, wanakula ile kamba, wanatafuna. Akasema inna lillahi wa inna ilaihi. Kuisha sasa, manake wakimaliza kukata hii kamba, kutafuna kamba, mimi nitaangukia kwenye mdomo wa nani? Wa nyoka, kwenye kinywa cha nyoka. Sasa plan B, nifanye nini? Labda nijaribu kuanza kushika hizi kuta za kisima. Kwa uoga, peleka mkono na nguvu, akigusa ule ukuta ukatoboka, asali ikatoka ikamwagikia usoni. Akifanya hivi tamu, akajisahau, akaanza kula asali yake. Piga asali, na wale panya wanatafuna. Walipomaliza kamba, akaangukia ndani ya mdomo wa nani? Wa nyoka. Ndoto hii ilimtisha huyu kijana, akaamka usiku, hakungojea swala ya alfajiri, akamrakia imamu, niambie kuhusu hii ndoto. Ndoto hii imamu akamwambia, wala haitishi, ni maisha yako yalivyo mafupi. Yule simba ni mauti yanakufukuza, lakini yule nyoka chini ni kaburi linakungojea, kwamba wewe huna budi, mwisho utaingia wapi? Kaburini. Lakini ile kamba ni umri wako utakaoishi, miaka 50, 60, 70, 100, ni ile kamba ile ilivyo ndefu. Lakini wale panya, mweusi ni usiku, mweupe ni mchana. Kila mchana ukiingia unapunguza nini? Umri wako, unakula umri wako. Kila usiku ukiingia, masaa 12 yanafanya nini? Yanakatika katika umri wako. Ikipambazuka masaa 12 kwa hivyo mchana na usiku unakula ule umri wako, mpaka ikifika muda umemaliza, kamba ishakatika, wewe watatangulia ndani ya nini? Ya kinywa cha nyoka. Kwa hivyo haya ndiyo maisha yetu, na maisha haya hakuna jambo lenye kutusaidia ila kwa wingi wa kufanya ibada. Tujipe fursa kila siku kuwa na muda wa kukaa japo dakika 10 uweze kumtaja Allah tabarak wa taala. Jamani, sihitaji mwanachuoni kusema subhanallah, au yahitaji mpaka shekhe? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wasahbihi. Maneno mafupi haya, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman. Maneno mawili mepesi katika ulimi, lakini yana uzito katika mizani yako siku ya kiyama. Ile fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiya, inaongezwa sana na haya maneno mawili mafupi. Nini? Habibatani ila rahma. Wakati ukiyasema Allah anayapenda, wewe ukijua unasema jambo la mfurahisha Allah, wewe wafikiria utapata radhi mara ngapi? Subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim. Maneno mafupi. Wewe huimba nyimbo hata maana yake nyingine hujui, si ndio? Pengine nyingine matusi, pengine nyingine za jenga chuki, pengine na kila ikiwa ina maneno mabaya ndio waongeza volume, majirani wote waisikie. Kwa nini wewe usifanye mawasiliano ukamsikizisha Allah maneno yake mazuri? Badilika, kwa sababu huu muda unaenda. Ingekuwa twajua limit kwamba mimi mpaka nifike 80 ndio nitakufa, lakini na watoto pia wafa, au sio? Ni wangapi tumezika watoto wetu? Ni wangapi tumewazika wadogo zetu? Ni wangapi tumezika marika yetu? Kwa hivyo siri ni kwamba haijulikani, licha kwamba
ni kitu ambacho hatuna hisabu yake, na vile vile hatujui ni wakati gani kitatufikia. Lazima Ramadhani imekuja kutufunza sana kuhusu ibada. La tatu kwenye somo la Ramadhani ni saumu imekuja kutufundisha tabia ya kusubiri. Subra ina malipo makubwa, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mumin lazima awe amebeba nguo ya subira katika maisha, kwa sababu maisha yote ni subira. Maisha yote yataka subra. Bila ya kusubiri haiwezekani kuishi. Wewe ndani ya nyumba yako, lao na mumeo hamtosubiriana, maisha hayawezi kuendelea, au si kweli? Na usione kwamba mitihani unayo wewe, hakuna ambaye hana mtihani. Kuna siku moja, kuna mwanamke alienda kwa shekhe mmoja kadhi, akamwambia, nimekuja kuomba talaka, uniachishe na mume wangu. Kwa nini? Siwezi kuvumilia matatizo yake, ana hili. Yule shekhe akambembeleza mpaka asema, hapana, mimi nataka talaka tu. Yule kadhi akamwambia, nitakuandikia talaka, nitamleta mumeo na nitakufusahisha, sawa, kwa sharti moja. Sharti gani? Nataka upike chakula, kesho uje hapa kwa ajili ya kuchukua talaka, lakini utupikie chakula kizuri kiasi ya uwezo wako katika kupika. Lakini chakula hiki usitumie hata kitu kimoja kutoka kwako. Kila utakachotumia katika kupika uchukue kwa marafiki zako, wanawake ambao unawajua marafiki zako. Pale ukachukue chumvi, pale ukachukue nini, pale uchukue sufuria, pale uchukue sijui nini. Kila kitu kitoke kwa marafiki zako. Mwanamke aitaka talaka, aone asikii. Akaenda kweli. Kila nyumba akiingia marafiki zake wamwambia, fulani, mbona unakuja kuomba hata chumvi hivi? Sisi tunajua mumeo mashallah umekosa chumvi. Asema, sijakosa chumvi, ni amri ya kadhi. Kadhi ana nini? Na Qur'ani nimetueleza kwamba katika watu wenye mahodari kwa umbea wanawake poleni, Qur'ani si mimi kisa cha Yusuf nafikiri ni kiko wazi Mraatul Aziz shagafaha hubba, walivomsengenya walivomsengenya Zulekha mke wa waziri, si ndio? Amezidi salala, mpaka mtoto wake wa kazi pia wakamsengenya, mpaka mwenyewe akapata nini? Habari. Kwa hivyo jezi imewajia wao. Kila anapokwenda tuelezee, kwani kuna nini? Aeleza, mimi na mume wangu hivi. Mwisho ambe, basi na mimi kesho kutwa nitaenda kwa kazi, manake mimi yangu mara mbili yako. Kila anapokwenda yule mwenzake amwambia, na mimi niko kwenye kiu, kwenye foleni, manake mimi nilionayo makubwa kuliko yule. Mpaka aliporudi na vile vitu nyumbani apika, asema nitampikia, lakini sherehe ya kwenda kupatana na mume wangu haitokuwa talaka tena, kwa sababu wenzangu wana makubwa kuliko. Alipokwenda akamwambia kadhi, mimi leo sikuja tena kuchukua talaka. Kwa nini? Akamwambia, nitafanya subra, kwa sababu nyumba zote nilizoingia zina nini? Matatizo. Tumeelewana? Kadhi akamwambia, nilikuwa sina haja ya chakula, nilikuwa nataka uone kwamba hakuna nyumba isiyo na. Tuko pamoja? Hii ndiyo hali ya maisha katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu hakukamilika, na lau mwanadamu atakamilika atakuwa na kiburi, atakuwa mbaya. Innal insana la yatgha arraahu istaghna. Lazima tuwe na mapungufu, lakini pia Allah tabarak wa taala licha kukupa upungufu ili usiwe na kiburi, lakini pia haya mapungufu yatusaidia tukisubiri tupate ajiri, malipo makubwa. Amali zote tulizozitaja zina idadi ya thawabu. Hapa utapata 100, pale utapata 700. Lakini subira, Allah sema innama yuwaffa sabiruna ajrahum
bighairi hisab. Kuna amali 3 duniani ukizifanya hazina hisabu, hakuna mizani ya kulipa siku ya Kiyama. Ni Allah mwenyewe tu kwa ukarimu wake, Jawadun Karim Ghaniyun Hamid. Alivyo Allah tabarak wa taala, alivyo mkarimu, atakulipa malipo ambayo hakuna mizani ya kupima namna yalivyo makubwa. Amali 3, ya kwanza ndio hii ya kusubiri. Kila unavyokuwa na subra, malipo yako yatakuwa makubwa zaidi. Amali ya pili ni hii saumu tunafunga. Kila ukipenda kufunga, basi saumu ina malipo. Kullu amali ibn adam la illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah asema kila amali mwanadamu nimemwekea kiwango chake cha malipo, isipokuwa saumu ni yangu mimi, najua ndio nitalipa nini. Lakini amali ya 3, al-afu anin nas, kusamehe watu. Mtu amekukosea, amekudhulumu, amekukera, amekufanyia, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Allah asema atakayesamehe na akaregesha uhusiano mzuri kama zamani baada ya kukosewa, malipo yake anaijua nani? Allah. Hizi amali 3 tuzipende sana, kwa sababu malipo yake ni makubwa kiasi hatujui hisabu yake ila yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo saumu, katika somo iliyotuletea, imetuletea somo la kusubiri, kujifunza kusubiri. Kama leo waweza kusubiri kuishi na njaa siku mzima, kwa nini ushindwe kusubiri kuacha kusengenya? Tuko pamoja? Njaa siku mzima na chakula unacho huli kwa ajili ya kumridhisha Allah, vipi wasengenya kwa ajili ya kumkera Allah? Jilazimishe. Mtu akileta udaku wake mwambia ngoja. Mmoja katika salaf saleh amekuja mwenzake ataka kumtaja mtu, akaja, wajua Uswahili una matatizo yake. Ukitaka kufanya dhambi kwanza uanza istighfar in advance, kwanza utakatoba kisha wakaleta istighfar. Atakuja astaghfirullah alazima fulani anzidi, kwanza asema nini? Astaghfirullah, alafu ndio asengenya. Hakuna toba hiyo. Tumeelewana? Kwanza walete astaghfirullah min kulli dhambi, lakini watu lazimisha tuseme hawa kuna nini? Fulani ushasengenya. Wala ile astaghfirullah pale ni negative 0. Wale watu wa physics wasema haina faida yoyote. Tumeelewana? Kinachotakikana katika toba al-iqlau min adh-dhambi, kwanza ni kujiepusha na ile dhambi kabisa, sio waifanya huku waleta toba. Hakuna toba hiyo. Kwa hivyo kuna bwana alikuja kwa mmoja katika salafu saleh, akaanza kumtaja mwenzake, yule akamwambia nyamaza. Akamwambia shekhe, mbona uninyamazisha hivyo? Akamwambia mimi napata tabu sana, hakuna amali siyoifanya ya sunna, najitahidi kufanya kila amali kwa ajili nipate malipo siku ya Kiyama. Wewe wataka mimi nifanye amali kisha malipo wachukue wengine? Kivipi? Akamwambia tukimsengenya mtu siku ya Kiyama atakuja kuchukua thawabu zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kuna watu anaitwa muflis. Aliwauliza masahaba, atadruna malil muflis, wamjua muflis nani alifilisika? Wale wakajibu kibinadamu, almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa, ni mtu ambaye hana hela wala hana asset yoyote, hana nyumba, hana shamba, hana nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, almuflisu man yati yawm alqiyamati bi salati wa sawmihi wa zakatihi wa sawmihi wa hajjihi wa yati qad shatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Muflis si huyo. Muflis ni yule mtu siku ya Kiyama atakuja, swala zake mashallah kamili, thawabu za swala, saumu mashallah, zaka, kila thawabu anazo, lakini vile vile atakuja mtu aseme, huyu alinitukana ya Rasulullah. Ya Allah, anamzungumzia Mola wake, alinitukana huyu bure bure. Aambiwe chukua thawabu zake zile. Mwingine, huyu alinifanyaje, huyu alinisengenya. Kila anayekuja anafanya nini?
Ifike mwisho thawabu zimeisha na bado kuna watu wanalalamika, mimi ya Allah pia huyo alinifanya hivi, alinisingizia maneno ya urongo, akani blackmail. Allah atawaambia malaika, chukueni dhambi zake huyo, mbandikeni. Angalia, amekuja na amali nzuri, lakini kwa tabia mbaya zote zimeisha, achukue dhambi za watu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, thumma yutrahu fi nar, alafu atumbukizwe wapi? Motoni. Tuko pamoja? Saumu yatufundisha kusubiri. Masahaba wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fina mraatun sawama qawama tuudhi jaraha. Hapa tuna jirani, tuna mwanamke mashaallah yuafunga saumu ya Abu Daudi, ya Daudi. Akila leo kesho afunga, kila leo kesho afunga. Haachi saumu mwaka mzima, yeye afunga. Yuala leo afunga kesho. Lakini na usiku asimama kila siku tahajjud haimkosi. Lakini ana tatizo majirani. Apenda kuwakera majirani. Apenda kuwatusi majirani. Yeye mdomo wake mchafu. Tumemwambia, mwambie nenda motoni huyo. Na saumu zake na sala zake. Kwa hivyo subra inatakikana. Tujitahidi kufanya amali na tujitahidi kuzilinda amali zetu. Na katika jambo kubwa linamfanya mtu atoke kwenye mstari mzuri ni kukosa subra. Ukikosa subra, wewe utaingia kwenye mabaya. Jamani, subira hii yatakikana katika maisha yetu yote. Lakini wasia wangu watatu ni kuchukua jukumu letu. Wanawake Allah kawapa jukumu. Jukumu la kwanza nyinyi ni kuleta utulivu katika nyumba zenu. Hili ni jukumu lenu. Ni jukumu la kulea watoto wenu. Na katika jambo limekuwa zito leo ni jambo la malezi. Zamani wewe ndio ukimlea mwanayo, lakini leo mtoto wako analelewa na wengi kuliko unavyomlea wewe. Hebu fikiria, mtoto wako enda shule saa ngapi? Na hamwezi kuongea, saumu kali. Naona taa ina joto ile. Saa ngapi? Saa 2. 12. Yuarudi saa ngapi? 12. Kwa hivyo siku mzima akirudi alivyochoka, unakaa naye akiwa macho masaa mangapi? Labda 2 au wewe na yule mtu kando, nani anamlea sana mwanae? Yule aliye kando. Kwa hivyo mtoto wako leo wewe si mlezi. Wewe sio mlezi. Mlezi ni mtu mwingine nje huko. Humjui mtu yule dhamira yake nini. Kwanza, je, imani yake kwa mwanayo ni kama wewe? Hivi ana huruma na wewe mtoto wako kama ulivyo na wewe? Hujui imani yake ya kidini, mfumo wake wa malezi ni wa imani kama mfumo wako? Hujui katika hali yake anavolea, yuwalea kwa ajili ya kutafuta hela, ni kazi, au yuwalea kwamba ni ibada apate thawabu? Tuko pamoja? Unamjua kwamba ana malengo mazuri au ana malengo mabaya? Haya yote ni hatari zimemzunguka mtoto wako. Toa wakati wa kuwa na mwanayo. Yale masaa 2, tengeneza urafiki. Tengeneza mapenzi. Tengeneza huruma kwa mwanayo. Kwa sababu malezi anayoyapata nje ni mengi kuliko yako. Usipokuwa na mfumo mzuri wa kuishi nyumbani, kidini, kiimani, huenda mtoto yule akaathirika na yale masaa 12 ya nje, yakawa na uzito kuliko yale. Na kweli yana uzito kwa sababu ni muda mrefu anakuwa na yule aliye na nje. Jitahidi kuishi vizuri na mtoto wako. Subhanallah, kama kuna wakati yafaa tubadilishe mifumo ya malezi, ni wakati huu. Jaribu kila sababu. Anza na dua, ndiyo chombo cha kwanza cha kumlea mwanae. Kila mara angalia mamake Maryam, imratu Imran, alipopata mtoto mimba, kwanza amuomba Allah,
ajalie kilichoko tumboni kiwe kitamtumikia Allah. Lakini alipompata ni mtoto wa kike, hawezi kuifanya kazi ya kutumikia msikiti. Akamwambia, inni walatuha untha wallahu ya'lamu bima walatu, mimi nimepata mtoto wa kike na Allah anajua nilichozaa ni mtoto wa kike. Walaysa dhakaru kal untha, na najua mtoto wa kiume si kama mtoto wa kike. Tofauti. Leo ulimwengu unataka mtoto wa kiume awe mwanamke, mtoto wa mwanamke awe mtoto wa kiume. Hii ni katika changamoto kubwa iko ulimwenguni, na hujui pengine yule aliyemlea ni mmoja anayekula hela kumbadilisha mwanayo, kwa sababu watu wote ulimwengu wa materialist, wote wako kwenye ulimwengu wa materialistic, ulimwengu wa mada. Mtu akwambia pesa ndilo pambo, pesa ndio kila kitu, pesa ndio inaongea. Kwa hivyo yule akipewa milioni 100 kwamba wewe ututengezee namba kubwa ya watoto wa kiume wawe wa kike, ataitumia hiyo fursa au hataitumia? Yule akipewa kwamba tumia hela hizi uwabadilishe watoto wa kike wajisahau kwamba wao ni wanawake wawe waume, ataitumia? Sasa hatari nyingi zimewakabili watoto wetu, hatari nyingi. Lazima tubadilike, tuwe na subra, tuwe na wakati zaidi, tupunguze mambo yetu ya nje, tukaeni chini na wenzetu tunaoishi nao, tuambiane haya matatizo yaliyoko. Kwa hivyo wakuchukua responsibility za nyumbani achukue, mume achukue majukumu ya kuiangalia nyumba, mke achukue majukumu ya kumlea mtoto vizuri. Katika hatari iliyoko, hata haya masaa 2-3 wewe pia huna time, kwa sababu umechukua majukumu mengi. Una vikoba vya harusi, una vikoba vya nini, una vikoba vya nini, na vote hivyo vataka hela, si ndio? Au si kweli? Vya matanga, kifo kina kikoba chake, harusi na kikoba chake, sijui ni kuna kikoba chake, vikoba tele hivi, vote vya kungojea wewe na mtoto akungojea wewe. Nani atapewa mbele? Jamani, hatari ipo. Tuna hatari kubwa sana kuhusu watoto wetu. Lazima tubadilike. Ulimwengu sio ule. Ulimwengu umewazunguka watoto wetu na kila hatari, na hakuna njia ila uwe na time na watoto wako, time ya dini. Wewe mwenyewe ukae kiimani, ili mtoto yule aweze kuwa role model yake, kiigizo chake katika maisha ni wewe. Wewe ukikosa dini, yule atamuigiza yule mwingine anayekuwa naye kule, kwa sababu haoni kwamba wewe mwenyewe una hakika ya yale unayoyasema, una hakika ya ile dini unayoamini. Lakini pia ukaribu na watoto wetu, tupunguze ukali. Malezi, mimi hukariri sana hili, malezi ya ukali yaondoke, kwa sababu mzazi ana mambo mawili ambao ni wajibu kwake. Mzazi lazima ajenge roho ya heshima kwa wanawe, wamtambue kama huyu mzazi wetu. Lakini mzazi lazima ajenge roho ya mapenzi kwa watoto wake, wale watoto wampende zaidi, kwa sababu wale walio nje wanatumia kila nafasi ya kumwonyesha sisi twakupenda kuliko huyu. Jamani, nafikiri inarudia hili neno hapa, ni klipu iliyotembezwa Ramadhani ya mwaka jana, nchi moja ya kimagharibi, Italy au German, sijui kama hivyo. Mtoto alioenda shule darasa la kwanza, ni somo limewekwa la kufundisha kujamiana, mtoto wa kiume wa kiume, wa kike na kike. Inafanywa practically ndani ya darasa. Mtoto wa kiume alale na mtoto wa kiume mwenzake, wa kike na wa kike mwenzake. Yule mtoto familia yake iko kule Ulaya, ni Waislamu. Ilipofika raundi yake akasema mistaki. Kwa nini? Sisi ni Waislamu, wazazi wangu wanakataa mambo haya, hajanifundisha mimi, siwezi kufanya mimi. Hizi tabia hizi kwetu naambiwa ni tabia chafu. Wale walimu wakakasirika, mtoto amekataa. Kule hakuna tabia ya kupiga mwalimu kupiga mtoto.
ikabidi wapeleke ofisi ya elimu. Usiku jioni walienda askari na ofisa wa elimu mpaka kwenye ile nyumba. Family inakula chakula, wakamwambia mama, kuanzia leo huyu mtoto hutomuona tena. Fikiria apokonywa mama kwa sababu gani? Amekukataa mtoto wake asiwe khanithi, asiwe mchafu. Huu ndio ulimwengu tunaokwenda. Na ujue yakianza kule, hawa wetu magolkipa, tumeelewana? Yakianza kule, basi jua yafanya nini? Yaja na yashakuja. Unajua hapa Tanzania mwanamke wa Kiislamu hapa ndiye wakili wa kutetea haki za mambo haya. Mwanamke kutoka hapa nchini ndiye wakili wa kutetea haya mambo, kwamba wapewe haki zao, wawe na uhuru kusambaza hizi fikra. Kuna salama kweli? Hamna, mpaka turudi kwa Allah. Turudi kwa Allah. Apokonywa mtoto baada ya miaka 18, aregeshwe. Kama alikuwa ni Salim, arudi akiwa tabia za Salma. Hebu fikiria, huyu mama ana maisha tena? Si ni kifo hiki kwako kama mzazi? Sasa lazima tubadilike. Tupeni nyumba zetu nafasi kuliko nje. Jamani, hii dunia, ukivaa nguo ya fahari duniani, kuna mtu ataikosoa kwa jambo dogo tu. Asema kitambara kizuri lakini mshono sio, si ndio? Na wewe umegharimika mamilioni, lakini ukosi wa kukutia aibu, au si kweli? Tuyafanye maisha simple ili tuwe na time ya kuangalia familia yetu. Tutakwenda ulizwa kuhusu watoto. Watoto ni neema, thumma la tusaluna ani naim. Huenda ukali wako ni presha zako ulizonazo za vikoba, ukawamalizia watoto. Tumeelewana? Hasira zako ukawamalizia watoto. Tuweni marafiki za watoto wetu, kwa sababu tukiwa marafiki, hata akipatikana na jambo baya kule nje likimjia, itakuwa ni haraka. Njoo nikwambie kitu. Leo nakutana na mtu ananiambia hivi na hivi. Kama wewe ni mkali, atakwambia. Na tubadilikeni. Malezi yetu sio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia alivyokuwa mpole na watoto. Mtume yuwaswali, watoto wajukuze wajakuja kupanda hapa kwenye begi. Tena yuwaswali. Ingekuwa wewe ungemuua. Manake ungemrusha, nataka kujua ni ukuta nini, si ndio? Na huku tena umeshafa, a'udhu billahi minash shaitani. Lakini mtume asubiri mpaka masahaba waanza hofu. Mbona mtume sija imekuwa ndefu, amefariki, amekufa, kuntokea nini? Wababaika. Alipotoa salamu tu, swali la kwanza, ya Rasulullah, mbona sija imekuwa ndefu, kuna jambo gani? Akamwambia, subhanallah, hii lugha mimi ndio hunimaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajibu akamwambia, mwanangu walikuwa wamepanda kwenye nini? Bega langu. Fakarihtu an uajjilahu, nikachukia kumuharakisha, kwa maana nikamwacha kwa raha zake. Fakarihtu an uajjilahu, nikachukia kumuharakisha, kumuondosha kwa haraka, na muacha mpaka amalize. Hii ni swala. Sasa hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na huruma na watoto wake. Lakini haya ndio malezi yatawafanya salama watoto wetu na sisi. Kiasi Yusuf alayhi salam alipoota ndoto, kwanza alimwambia nani? Na hata hii hatujui. Babake, si ndio? Kwa nini alimwambia babake? Hakuambia ndugu zake, kwa sababu baba na Yusuf walikuwa karibu sana. Ule ukaribu na babake, alipopata jambo geni, kwanza alikwenda kwa babake. Hivi ndivyo alivyo mtoto. Kwa hivyo tubadilikeni, hatari ni nyingi jamani. La kwanza katika malezi, tukithirisheni dua za kuwaombea watoto wetu. Jamani, tutakavyokuwa walezi wazuri, hatushindi mitume, lakini mitume walikuwa wakiwaombea watoto wao dua. Nimesema
mamake Maryam amuomba Allahumma wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani rajim. Alipompata mtoto tu Maryam mdogo, kitu cha kwanza amwambia Allah, mimi namweka kwenye himaya yako, wewe uwe mlinzi wake, umlinde huyu mtoto wangu, si yeye tu na kizazi chake chote kilinde wewe Allah. Wewe ukimpata sana hili handsome boy, ndio dua handsome boy, Lakini angalia mitume vile vile walivyokuwa. Nabii Allah Ibrahim, pamoja kuwa yeye ni abul anbiya, ni mtume bora, inna Ibrahima kana umma, lakini pamoja kuwa ni mtume ajua kulea, lakini pia ataka msaada kwa Allah. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Mola nijalie mimi ni mwenye kusimamisha swala na familia yangu. Sasa kama mitume waliombea dua, sisi yatakikana tuwaombe vipi dua watoto wetu? Hebu niulize, mtoto wako yuatoka enda shule, nasari, chuo, yani chekechea, unamwambia dua gani wewe? Unamkabidhi vipi kwa Mwenyezi Mungu? Wengi bye, si ndio? Bye, see you, bye. Mzungu sana. Lakini angalia Rasulullah, watoto wake hawa jukuu, asubuhi wakitoka, kabla hawajatoka nje ya nyumba, anawashika Hassan na Hussein. Rasulullah anawakumbatia, alafu asema u'idhukuma bikalimati llahi tammati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Haya ndiyo maneno kila asubuhi akiwaambia watoto wake. Ni wangapi wayasema haya? Na wangapi wayasema jamani? U'idhukuma, mtume sallallahu alayhi wasallam, khairu khalqillah, kiumbe bora, lakini anaona lazima apate msaada wa Allah katika kuwalea wanawe. U'idhukuma, na walinda nyinyi wawili Hassan na Hussein, bikalimati llahi tamma, kwa maneno yote ya Allah yaliyotimia, na walinda kwa Allah na waweka kwenye hifadhi ya Allah, musidhurike na nani? Min kulli shaitani, na kila shetani, jini mwanadamu asiweze kuadhuru. Wahama, na mdudu yoyote mbaya asiweze. Leo watoto wetu hakuna, itapita wiki hii asipougua wiki ijayo bakteria sijui nini, ana infection ana nini, kwa sababu hatuwalindi. Min kulli shaitan wahama, na kila mdudu wa aina yote asiwafike wanangu hawa hapa. Wa min kulli ainin lama, na nawalinda kwako, naweka kwenye ulinzi wako, na kila jicho la mbaya lisiwafikie wanangu. Hii ndio dua ya kutoka mtoto anapokwenda. Sisi yetu ni bye, au sio? Ama si kweli? Nakosea? Sasa tunazo taksiri katika malezi, na ndio utakuta mtoto wako mzuri, unamlea vizuri, mara uone amebadilika, kumbe apambana na jicho la mtu mmoja tu limeweza kumbadilisha mtoto yule. Kwa hivyo ni dharura katika maisha vile vile. Nasaha yangu kwenu ni nasaha kama nilivyotoa nasaha ya kuwa na subra katika nyumba zetu, tuweze kuamiliana na wenzetu vizuri, tuvumiliane, kwa sababu tusipovumiliana maisha hayawezi kusonga, na ni haya ndiyo maisha. Utakimbia, sisi kule pwani kuna msemo asema, kimbia kufiwapo unakwenda kuliwapo nyama. Maana yake asema utakimbia mahali watu wafa kwa kadari tu, uende kwengine kuna watu wanakula, saa ukifika anakula wewe. Sasa kupi kubasi? Afadhali kule kufa kitandani kama kuliwa. Kwa hivyo usiseme hutaki subra, utakimbia kwa huyu, utaolewa na huyu ana matatizo makubwa kuliko yale, ukienda kwa yule yake makubwa kuliko yale. Ni lazima. Mmoja Abu Darda amwambia mke wake maneno haya, amwambia idha ghadhibti
idha ghadhibtu faradhini wa idha ghadhibti radhaituka wa illa fala nastahib. Ukiniona mimi nimekuja juu, wewe shukishe chini, na mimi nikija juu, wewe ukija juu, mimi nijishikishe chini. Bila hivyo hatutoweza kusonga mbali, kwa sababu na leo utakuta talaka ni nyingi kwa sababu watu waishi kikafiri. Leo hasira, huyu akipanda na mwingine amepanda, neno wanaambiana wenyewe to hell, si ndio? To hell. To hell maana yake heli ni motoni, Tumeelewana? Lakini mtu aona amesema neno zuri la kizungu, maana yake kumregeshea hasira. To hell, kumbe wamwambia twende motoni. Kwa hivyo tuwe na subra. Tuwe na subra katika maisha, tuzidishe upendo. Tufundishane, wewe na mwenzako mfundishe ile aya nasema min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Nini mawadda, nini rahma? Mwanachuoni mmoja ameandika watu wanaoishi na vitu viwili. Akaeleza kisa cha bwana mmoja alikuwa maskini na mkewe. Yule mwanamke siku moja akamwambia mumewe, nywele zangu zimekuwa ndefu, watu majangwani wa Arabu, nywele kubwa, naomba unitafutie kichana changu kimevunjika, siwezi kuzitunza nywele zangu. Yule mume akamwambia, mke wangu pole. Akamkaribia, akamkumbatia, akamwambia, sina hela, hata saa yangu imekatika ukanda, sina dirham moja, shilingi moja kwenda kununua nini, ukanda wa saa, imekuwa saa ya mfukoni. Yule mwanamke naye akamsubirisha mumewe, akamwambia, Rabbun Karim, Mola ni mkarimu, atatleta khairi. Basi wakahagiana, wewe uombe kitu kwa mumeo ambaye sina, utamwagi kweli? Tumeelewana? Akatoka yule mume, kumbe lile limemuumiza sana. Yani mke wangu mpaka ashindwa usafi wa nywele kwa ajili ya kichana tu. Akaamua baada ya watafuta riziki warudi nyumbani, akaingia sokoni akaiuza ile saa yake ili anunue kichana. Kauza kwa dunia thamani, akauza akanunua kichana. Huyu mke naye akasema, maskini mume wangu, saa ya mkononi imekuwa saa ya mfukoni. Akakata nywele zake akazipunguza, akaenda akauzia watu wanaotengeneza kamba za farasi. Kwa dunia thamani akanunua ukanda wa nini, wa saa. Mume yuaja na furaha na kichana kumwonyesha nimeweza. Akibisha mlango na mke akatoka na furaha kwenda kufungua mlango akiwa ameshika ukanda wa nini, wa saa, ili kumwambia mume wangu ninakununulia. Akiuona ule ukanda mume atafurahi, na yule ameshikilia mkono utafikiri ni funguo kichana chake ile. Walipofungua kila mmoja ameshika kifaa chake, lakini mume akamuona mke nywele ni fupi, na mke akamuona mume hana saa. Ikawa sasa utajaza wewe kuliendelea nini, Lakini hiyo ndio mawaddatan wa rahma. Kila mmoja ana hamu ya mwenzake, nitafanya nini kumridhisha mwingine. Maisha haya ndiyo yataleta salama. Lakini maisha ya pili vile vile tumesema ni maisha ya watoto. Tuwaleeni watoto wetu vizuri. Hatari zipo ulimwenguni. Simu hizi ni adui ya mtoto wako. Barabarani, mitaani wako. Walituletea madawa ya kulevya, lakini madawa ya kulevya yameyaona hayawezi kunasa watu wote, kwa sababu mtoto akitumia dawa ya kulevya ni rahisi kwanza kumtambua. Utaona amebadilika. Kwa hivyo itachukua muda. Hili leo wamelileta jambo hili litachukua muda mrefu wewe mpaka kujua. Subhanallah. Kumetokea katika maduati kwenda kutoa lecture fulani kwa wanafunzi walioko chuo kikuu kimoja. Tukazungumzia masala haya
ya watu kubadilisha umbile kwamba ni katika jambo la kikafiri. Baada ya kumaliza muhadhara, akainuka mwanamke, binti mmoja, mwanafunzi, amevaa mpaka niqabu yake, akauliza swali, akaja sema, lakini mimi sioni ubaya wake. Watu wote walilia. Hatukulia kwa kusema vile tu, lakini kumwona alivyo amevaa Kiislamu na maneno yanayotoka mdomoni, asa mbona mimi sioni ubaya, nimekuwa na mwenzangu, girlfriend mwenzangu, twaishi as normal. Kila mmoja alilia, lakini baada ya hapo ikabidi tumfanyie counseling. Yule mmoja katika wale mashekhe akakaa naye kumuuliza, imekuwaje wewe mtoto mzuri umevaa Kiislamu kisha ulione jambo hili ni kawaida? Ulilipataje kwanza jambo hili? Asema, nilipokuja chuo siku ya kwanza kuingia kwenye chuo kikuu, nilipokewa na msichana alionionyesha mapenzi makubwa na alinifungulia moyo wake. Mimi mtoto kutoka familia maskini, yeye tajiri. Mimi hapa chuoni kwa mwaka 1.5 sijatumia shilingi yangu, na kila kitu kinachofanywa na msichana tajiri mimi nakifanya bila kunielezea lengo lake. Baada ya mwaka 1.5 ndio nikaona ishara za kunipeleka kwenye tendo hili la mke kwa mke. Mwangalia, amespendi 1.5 ambembeleza tu kiasi ule mpaka amezoea maisha ya juu, ajua nikimkatiza huyu hawezi tena. Siku ya kwanza asema, aliponianzia mambo haya mimi nikawa mkali. Akanambia, haina haja ukali, kuanzia leo vitu vangu vote kwanza regesha, na kuanzia leo hapa chuoni mimi hatuna uhusiano. Nimezoea mkate wangu na Blue Band na jam. Watu wakiweka Blue Band, mimi huweka siagi. Ikawa sasa ni tabu. Nimezoea hivi, nimezoea kwenda outing, nimezoea kuvaa hivi. Ikawa hali mazingira hayakubali tena, ikabidi nimwombe msamaha, tuishi anavyotaka. Ipo hatari, haipo jamani? Naam, ipo hatari. Kwa hivyo lazima tuwe na mifumo, na mifumo ya kulea, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Tuweni wapole, tuweni na huruma, tuwaheshimu watoto wetu, kwa sababu maadui kule nje wanajifanya wanawahurumia zaidi. Usipompa huruma zako wewe, ujue atazichukua nyingine ambazo kesho zitakuwa ni madhara kwake. Kuna mama ameugua, mimi nazungumza vitu fact, reality, mambo ambayo yapo, si stories za zamani. Hivi sasa kuna mama ameugua sana kwa sababu watoto wake wa kiume wameona kwenye mitandao kuna mkutano unafanywa wa hawa wanawake wabaya wenye matendo haya, unafanywa mkutano kule Ulaya, na kiongozi anayeandaa ile warsha, ile semina, ni binti ya huyu mama. Ameenda kusoma Ulaya, somea udaktari, maliza degree ya kwanza, ameunganisha ya pili. Mama mimi mpaka nimalize PhD. Kumbe ashaingia kwenye tabia mbaya zile. Mama anaamini mwanawe yuaja ni mtu daktari bingwa. Akishtuka wanawe wamwambia, mama, kuna mkutano wa hawa wanawake wachafu, na katika msimamizi anaandaa hii warsha ni huyu dada yetu. Mama puchi. Kwa hivyo naomba radhi na wachelewesha, lakini ni mambo yenye uchungu, yatakikana tuzingatie sana, na tuwe na vikao vya kukaa sisi kama hivi, hata bila ya shekhe, mupange vikao vya kufikiria, kubuni mbinu gani tutafanya kusaidia watoto wetu. Tuwahimize mashekhe wetu watembee mashule, watembelee mashule. Mwahimize waume zenu. Poleni, katika miujiza nilioipata Tanzania, nilikuwa airport moja pale Chake Pemba. Kuna mzee mmoja, nilikuwa na mizigo yangu, kazi yake ni kupaki vizuri na nini.
Basi nikataka kumpa zawadi, nitakujuaje? Nikamwambia jina lako mzee? Akanambia naitwa mume wangu. Kama siwezi kumuita, nitamuita vipi mume wangu? Waume zenu tumeelewana. Tena mzee miaka 80. Hata hajali, asema mzee waitwa nani? Naitwa mume wangu. Haya niite basi. Kaambia sikuiti. Tabaki nalo mwenyewe. Tumeelewana. Kwa hivyo waume zenu muwahimize washiriki katika malezi, kwa sababu leo katika changamoto waume wamejitoa katika malezi. Sijui huku kwenu, lau ataitwa shule atakwenda ni wanawake. Eti mume yuko busy. Jamani, busy gani zaidi ya kumharibu mwanao? Wewe watafuta nini? Watafuta kwa ajili ya nani? Naam, mwatafuta kwa ajili ya nani? Ya watoto wetu. Kwa hivyo tuwe na mikutano na wenzetu tulionao nyumbani ili tubadilishe mifumo ya kulea. Tushirikiane vizuri sana, kwa sababu watoto ndio mustakbali wetu. Watoto ndio mustakbali wetu. Future yetu iko kwa watoto wetu. Wewe utakuwa kaburini, dua ya mwanao ndio itakupandisha daraja. Pepo kubwa utaipata kwa mwanao akisema rabbikfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Leo mtoto akiwa mbaya atakumbuka mambo ya rabbikfirli. Yeye haamini kuwa kuna Mungu, atakumbuka rabbikfirli kweli. Kwa hivyo nasaha yangu vile vile, tumuomba Allah kwa amali tukufu hii ya saumu tunaoifunga, kwa wakati mtukufu huu wa siku 10 bora hizi, Allah awalinde watoto wetu na kila shari. Allah awahifadhi watoto wetu. Allah awafanye wema watoto wetu. Allah atujalie ni waja wenye kumpenda Mola wetu na mtume wetu. Allah atujalie ni waumini ambao tutaidhika kwa yale yaliyo mafunzo yetu. Allah tabarak wa taala atakabali amali zetu. Allah aikubali saumu yetu. Allah tujalie min utaqa minan nar, katika watakaoachwa huri na moto. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih na Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.